Malizika Mashujaa moja, Wekundu wa Msimbazi Simba 2. Kiufundi mtaalamu wa soka. Mimi sasa hivi napenda nikuite chambuzi la kafu kutokana na uchambuzi wako mahiri sana. Dawe Yusufu, kwanza unalipokeaje hili? Hilo jina? Nimelipokea kwa sababu uzuri ni jina ambalo pia linajieleza. Sio jina baya bana. Kwa hiyo nalipokea, lakini nimekuwa na majina mengi sana, lakini nitaweza kuyatumia yote inshallah. Aha. Mchezo umemalizika. Alama 3 za jasho na damu kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Dakika za jioni kabisa kama walivyofanya pale katika dimba la Lake Tanganyika. Dese Mukwala anafunga bao. Wekundu wa Msimbazi Simba wanatoka na bao 1-0. Leo Neliateba Mbida dakika ya 100 na dakika zake. Leo Neliateba yule anafunga mkwaju wa penalty wa pili katika mchezo wa leo na kuhakikishia Wekundu wa Msimbazi Simba alama 3. Kwa ufundi, kwa jicho la ufundi, namna ambavyo umeutazama Yusuf, ulikuwa mchezo wa namna gani? Ni mchezo ambao ulikuwa wa kiufundi kwa sababu kumekuwa na ugumu baina ya Simba na Mashujaa pale ambapo wanakutana. Tazama hata mchezo wa kwanza namna ambavyo ulikuwa. Ni kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho Mashujaa wanacho kwanza ni nidhamu ya kiuchezaji ambao wako nayo, lakini pia utayari wa wachezaji kwenye namna ambavyo wanaweza kuwa wanapishana na timu kubwa. Lakini unaweza ukawa unajiuliza swali, why akikutana na Simba ama na hizo timu kubwa kuna namna ambavyo anabadilika, lakini akikutana na timu za madaraja ya kufanana inakuwa tofauti. Of course imekuwa hivyo, timu hizi za madaraja ya kati tunapokutana na hizi timu kubwa kuna namna ambavyo zinajaribu kujitutumua ama kujionyesha kwamba pia wao wana wachezaji bora. Mchezo wa kwanza Simba anapata bao 1-2, lakini pia mchezo wa leo namna ambavyo Mashujaa waliingia kuna namna ambavyo pia ulikuwa unaona ugumu kulingana na ile mechi ambayo imepita. Nilichokipenda ni nidhamu ambayo waliingia nayo, waliwaheshimu Simba, lakini walichokifanya ni kujaribu kupunguza baadhi ya makosa kipindi cha kwanza na hakikisha wanapata nafasi na kuitumia. Wakawa wametangulia bao 1, kitu ambacho tayari kinakwenda kumfikirisha Faldu Davis, niko nyuma kwa bao 1 wakati ambao nitahitaji kusawazisha, ndio wakati ambao mwenzangu ama timu pinzani inawaza kuzuia, lakini pia inawaza kwenda kushambulia. Tazama kipindi cha pili, muda mwingi Mashujaa amekuja kwa kutaka kuzuia. Na Faldu Davis aina kikosi ambacho ameanza nacho kilikuwa kinaakisi kwamba kuna namna ambavyo anahitaji kupunguza majeraha kulingana na ratiba ambayo amekuwa nayo. Sababu nafikiri kwenye mechi ngumu za Simba, ukiacha Simba na Yanga, mechi ya Mashujaa na JKT ndio timu ambazo zinaweza zikawa zinakupa ushindani kwenye namna ambavyo unaweza ukawa unacheza uwanjani, kwa maana atakupa energy ya kutosha, ule mpira wa nguvu wa kugusana, lakini wanaweza kuwa na wachezaji wadogo na bado wakibuka kama timu ya kwanza kwenye baadhi ya matukio ndani ya uwanja. So kocha alihitaji kupumzisha baadhi ya wachezaji wake muhimu, nia ikiwa ni kuwapunguzia ile pressure kutokana na mechi ambayo wanatoka kuicheza, lakini pia mechi ambazo wanaziendea. Ndio maana kipindi cha kwanza umeona Mohamed Hussein akiwa hajapata nafasi ya kuanza, Shomari Kapombe na Jancha Zawa, Steven Dese Mukwala, Fabrice Ruamba Ngoma kuwepo kabisa pamoja na Jancha Zawa. Na kuna namna sasa ambavyo naona Simba ni kama ilipunguza ule ufanisi kwa namna ambao wanaweza wakawa wanatengeneza nafasi na kuzitumia, kwa sababu anakosekana Fabrice Ngoma ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kupiga zile pasi za mwisho kwenda kwenye maeneo sahihi, lakini anaanza Deborah Fernandez Mavambo, kitu ambacho yeye hana na Deborah of course ni mchezaji mzuri, lakini kwenye namna ambayo unataka kufaidisha kwenye namna ya kupiga pasi ni kitu ambacho anakikosa kwa asilimia kubwa. Lakini anakosekana Jancha Zawa, mmoja kati ya wachezaji ambao of course akiwa uwanjani utamuona namna ambavyo ananyumbulika, lakini mmoja kati ya wachezaji ambao wanahukumu zaidi makosa ya timu pinzani anakosekana, analazimika kuanza Aweso wale Aweso, mmoja kati ya wachezaji pia ambao wamekuwa wapate nafasi. Kwa ulihitaji ili Simba kuyashinda baadhi ya matukio ndani ya uwanja, ulihitaji zaidi wakimbie, kwa sababu baadhi ya wachezaji ambao wameanza walikuwa ni wale wachezaji ambao wana madaraja ya kufanana na baadhi ya wachezaji wa Mashujaa, lakini kama wanazidiana ni kidogo sana, kwa sababu kwa mfano mchezaji kama Aweso of course yuko Simba na amekuwa na kiwango kizuri kabla hajaja Simba, lakini kwa namna ambavyo anacheza anahitaji zaidi kuongeza zaidi jitihada za namna ambavyo anacheza kama namba 10. Kuja kwa wachezaji kama kina Duchu na wachezaji ambao unaweza kuwa unawalinganisha na baadhi ya wachezaji kutoka Mashujaa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri approach ya mwalimu ilikuwa ni nzuri, lakini alichokwenda kukutana nacho uwanjani kikawa ni surprise kwa upande wake. Kwa nini? Kwa sababu anaamini zaidi akiwa uwanja nyumbani huwa anafanya rotation na bado anapata matokeo.
lakini mechi ya leo Mashujaa walikuja wakiwa wamejiandaa kupata matokeo, na ndio maana walikuwa na nidhamu ya kiuchezaji, lakini tazama namna ambavyo walikuwa na uwezo mzuri wa kuwazuia Simba. Kwa hiyo utapongeza ubora wa Mashujaa kuanzia kipindi cha kwanza, lakini upongeze pia mbinu za mwalimu wa Mashujaa, namna ambavyo waliwasoma Simba, akiwa anajua kwa mechi ambayo ametoka kuicheza kimataifa inawezekana kuna baadhi ya wachezaji ama sura za wachezaji zisionekane, na kweli imekuwa hivyo, lakini all in all Simba anapata matokeo. Kwa hiyo ni kitu ambacho Simba alikuwa anakihitaji kwa matokeo ya leo, kwa sababu yanakwenda kupunguza gap baina ya yeye na mpinzani wake, na kama angepoteza basi kuna namna ambavyo alikuwa anapunguza, kwa maana anajiweka mbali sasa na namna ambavyo anausaka ubingwa. Yes, kukosekana kwa Jean Charles Ahoua ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kumepunguza kitu gani siku ya leo Yusuf? Ya kwanza kimepunguza ufanisi, lakini mbali na hapo tazama wachezaji wengi ni kama wanaonyesha kweli ile hali ya kuchoka, kwa sababu tazama mchezaji kama Elie Mpanzu si yule ambaye amekuwa akicheza kwenye michuano ya kimataifa na mechi ambazo zimepita, kwa sababu tumekuwa tukimzoea ni mmoja kati ya wachezaji ambao atakupa kashikashi kweli kweli baki wa timu pinzani, atajaribu kupenya kwenye misitu ambako unaona haiwezekani, lakini ana uwezo wa kufanya hivyo, atakupa uwepo wake ndani ya uwanja akiwemo ndani ya uwanja. Lakini Jean Charles Ahoua amekuwa na ufanisi mkubwa namna ambavyo anaweza akawa anainufaisha timu kwenye namna ya kupata matokeo, kwa maana inawezekana zikatokea foul na bado amekuwa chaguo la kwanza kwenye hiyo mipira, na tumeona namna ambavyo amekuwa na impact kwenye hiyo mipira. Lakini mbali na hapo uwezo wake wa kupiga labda mipira ya penalty amekuwa na huo uwezo, japokuwa hata ambaye amepiga penalty za leo alikuwa na kiwango kizuri, lakini Jean Charles Ahoua ni moja kati ya wachezaji ambao watakupa faida ya kutengeneza nafasi, watakupa faida ya kufunga, watakupa utulivu kwenye ile eneo la timu pinzani kuliko yule ambaye ameanza kwenye mechi ya leo. Mashujaa kipindi cha pili walifeli wapi na kuwaruhusu wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kurudi mchezoni kupata bao la kusawazisha na hatimaye dakika za mwisho kabisa wakapata bao la ushindi? Kwanza ni namna ambavyo amecheza kipindi cha pili. Kipindi cha pili approach aliyokuja nayo alihitaji zaidi muda mwingi kuzuia, kitu ambacho kiliwakaribisha Simba kwenye eneo la sasa la timu pinzani. Lakini mbali na hapo Simba imeenda kuongeza wale wachezaji wake ambao wamekuwa ni muhimu, maana yake ulikuwa unategemea mikimbio itakuwa ni mingi kuelekea kwa timu pinzani, lakini pressure itakuwa ni kubwa kwenye namna ambavyo anaweza ukawa na hukumu mpira ndani ya uwanja, lakini namna ambavyo anaweza kaa na kuonyesha wewe bado ni timu ndogo mbele ya Simba. Kuna wachezaji ambao Simba wameingia kipindi cha pili na unaona hata kosi zikazi zinapigwa na Mohamed Hussein mara kadhaa, Shomari Kapombe akawa na overlap kwenda eneo la juu kiasi ambacho kimekwenda kupelekea, lakini kumetokea baadhi ya matukio ambayo yamekuwa na sintofahamu, lakini kwa namna ambavyo mimi nimeona, kwa mimi nafikiri itazungumzwa kwa sababu ni Simba ambaye ameshinda. Lakini ukitazama kwenye namna ambavyo Simba amecheza na aina matukio ambayo yalikuwa, of course hakuna penalty ambayo labda Simba kudeserve kuipata, kwa sababu pia kwenye penalty ya kwanza mtu ameushika mpira ndani ya box, sio kuja kwenye penalty ya pili ningeshangaa refari kuhukumu kuwa ni faulu halafu isiwe penalty, kwa sababu tayari Shomari Kapombe ameshachezewa kwenye ndani ya box. Kwa hiyo ulikuwa unategemea kwa maamuzi yale ingekuwa ni penalty. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni Linesman ni mdada yule alimsaidia. Yes, na alimsaidia refari ambaye alikuwa anaongoza mechi, kwa sababu ni kama hakuwa ameliona tukio sawa sawa, lakini refari namba 2 akaweza kumsaidia na imekuwa sahihi kama ambavyo ilipaswa kuwa. Kwa hiyo tumi nadhani watu wanazungumza kwa sababu Simba ameshinda, sio? Lakini watu watazungumza kwa sababu zimetokea kwa upande wa pili. Sifikiri kama zingekuwa zimetokea kwa upande wa Simba yangekuwa nazungumzwa haya. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri hakuna ambacho ni kipi ambacho nimekiona, na refari alikuwa sahihi kwa asilimia kubwa na Simba ameshinda, anaendelea kupunguza gap. Mchezo unaofuata ni dhidi ya wababe wa kigogo JKT Tanzania ambao wamekuwa na mara nyingi ya mchezo mzuri sana wanapocheza na timu kubwa. Kwa namna ambavyo tumeiona Simba leo, kipi haswa anapaswa kuboresha kuelekea mchezo huo ili kuweza kuendeleza kuweka hai matumaini yake ya kutafuta ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara dhidi mbele ya mtani wake Young Africans ambaye naye si haba? Nafikiri tumefanya interview moja kabla ya leo, nikakwambia kitu ambacho Simba anakikosa ni machaguo ya wale wachezaji ambao wamekuwa wakianza. Mfano kama leo nakosekana Jean Charles Ahoua, anaingia Weso, uko unaona
katika zile asilimia ambazo Jean Charles Ahoua amekuwa akizitoa, Aweso amefanikiwa kuzifikia hata nusu. Imekuwa ni ngumu sana kuja kwenye eneo la Shomari Kapombe ambako amecheza Ucho Kameta, lakini akacheza Valentino Nauma, of course amekuwa na kiwango kizuri, lakini bado huwezi ukamweka kwenye ile quality ya wachezaji wawili. Kwa hiyo